بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440, katika darasa ya risala sifatu az-zawjati as-salihah tulianza soma mlango wa 5 ambao ndio lub na moyo wa hii risala. Mlango huu zungumzia sifa za mke mwema, sifatu az-zawjati as-salihah. Tulifikia mpaka sifa ya 6, na leo biidhnillah ta'ala tutaanza kuanzia sifa ya 7. قال لا تخرج من ماله ولا مالها إلا بإذنه. katika sifa za mwanamke mwema ni kuwa hatoi katika mali ya mume wake wala katika mali yake isipokuwa baada ya kuchukua idhni kwa mume wake. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. haijuzu kwa mwanamke atiya, na atiya hapa yaingia zawadi anayotaka kumpa yoyote yule atakayempa, kadhalika yaingia sadaqa na njia nyinginezo za kutoa, illa biidhni zawjiha, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Na wanawavyuoni wana maelezo mbalimbali katika hadithi hii, ingawa qaul ambao ni wasat ni kuwa hili jambo ni mustahab, yapendekezwa kwa mwanamke anapotaka kutoa chochote kile amtake ushauri mumewe, tatiban li khatirihi, angalau yule mume wake ahisi kuwa mke wangu yuko pamoja na mimi mpaka mambo yake anishauri, ili apendeze mbele ya mume wake, awe karibu zaidi na mumewe. Sababu zimethubutu hadith kama ilivyo hadithi ya Maimuna ummul mu'minin radhiyallahu anha, wa aliwacha mtumwa huru, kisha ndio akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkemea katika hilo, na kuwa kwa nini umemwacha kabla ya kunitaka mimi idhni. Kwa mwanamke katika kutoa mali yake ni bora zaidi kumshauri mumewe, na katika kutoa mali ya mume wake mimbabi aula, kwa kabla ya kutoa mwanzo atake idhni kwa mume wake, sababu ni milki ya mume wake. Na hapa pia maulama wasema wala biidhni zawjiha, wasema la yajuzu limra'atin atiyya illa biidhni zawjiha,
wasema kuwa hii ni ile mali ambayo yule mwanamke aisimamia ya mumewe ndani ya nyumba, na imenasibishwa kwake yeye kwa sababu yeye ndiye yuko ndani ya nyumba. Kwa hivyo asiitoe isipokuwa kwa idhni ya yule mume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi atuwekea wazi yale mafungamano ya karibu yaliyoko baina ya mume na mke, na kuwa Uislamu umezidi kulijenga hili jambo ili watu waishi katika amani na utulivu katika majumba yao mpaka kufikia hali hii. Na wapo katika wanaoviona waliokwenda kuwa ni wajibu kwa mwanamke kumshauri mumewe kabla ya kutoa, na ndio haya maelezo aliyotaja Sheikh Al-Albani rahimahullah kuwaelekezea waume, akasema lakin la yanbaghi lizawj idha kana musliman sadiqan an yastaghilla hadha al-hukm fayatajabbara ala zawjatihi. Haimpasi mume ambaye ni Muislamu mkweli achukue fursa ya hii hukumu kumfanyia ujabari mkewe, haijuzu. Fayamna'uha min at-tasarruf fi maliha fima la dhayra alayhima minhu, ikawa atamzuia yule mkewe katika kutasarraf kwenye mali yake katika jambo ambalo halina madhara ndani yake. وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت، أسمى حقه إمفنانا إليوجي نحق ولي وبنتي التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. يجulikana kuwa mtoto wa kike hawezi kujiozesha nafsi yake mpaka kwa idhni ya nani? Ya wali wake. فإذا أعضلها, ikiwa yule wali awe ni baba awe ni kakake atamzuia yule mtoto wa kike asiolewe kusudi tu, رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها, atanyanyua hukumu yake na kadhia yake peleke kwa kadhi ili kadhi amfanyie uadilifu. Ndio ukaona wakati mwingine binti akaolewa na baba hataki, kwa sababu kadhi ameingilia kati akakuta kuwa hakuna sababu ya kisheria ya kumzuia yule binti kutokamana na kuolewa, akaingilia kati. Pengine mtoto wa kike ashakuwa mtu mzima sasa, fika karibu miaka 40, baba hataki tu aolewe. Nyinyi mweza kushangaa wako mababa aina hiyo ambao wazuia binti zao kwa hila aina mbalimbali. Imma atakuja mtu amtajie mahari kubwa ajue harudi tena mkali na ukali juu. Sasa huyu wafanya dhulma asichukulie fursa kuwa yeye amefanya ni walii wa yule mtoto wa kike, sasa akamdhulumu. Hapa mtoto wa kike ataenda kwa nani? Kwa kadhi. Wakadhalika alhukm fi mali almar'ati idha jara 'alayha zawjuha, kadhalika hukumu hii kwa mali ya mke ikiwa mumewe atamfanyia dhulma. Famana'aha min at-tasarruf al-mashru' fi maliha, akamzuia mkewe kutokamana na kutasarraf, kutumia mali yake katika njia za kisheria katika mali yake, wala kukatazwa. Falqadhi yunsifuha aidan, katika hali kama hii pia kadhi huingia kati akamfanyia uadilifu. Fala ishkala ala alhukm nafsi, kwa hivyo hakuna ishkali katika hukumu hii. Sije mwanamke akasema mbona tumfanywa sisi hatutumii mpaka waume zetu. Hakuna tatizo, hawezi kukudhulumu
akikudhulumu sheria imekupa ruhusa ya kwenda kushtaki kwa kadhi katika jambo hilo. kwa hivyo hakuna ishkal katika hukumu. wa inma al-ishkal fi su'i at-tasarruf bihi fata'ammal. mushkila uko kuitumia hii hukumu vibaya. kiitumia vibaya basi wewe ndio mwenye mushkila hauko katika hukumu hii. kwa hivyo katika sifa za mwanamke mwema, hatoi katika mali ya mumewe wala katika mali yake isipokuwa baada ya kuchukua idhni kwa mume wake. ثامنا ألا تأذن لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه. hampi idhni yoyote yule kuingia katika nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idhni yake. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. si halali kwa mwanamke kufunga na mumewe si msafiri yupo isipokuwa kwa idhni yake. na hapa ya kusudiwa somo ya nafila, somo ya sunna. ama somo ya faradhi ni faradhi kufunga kwa yeye na mumewe. kwa hapa ya kusudiwa somo ya sunna. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أي لا تأذن لأحد بدخول بيته أو الأكل فيه إلا بإذنه. wala hampi ruhusa yoyote kuingia katika nyumba ya mumewe, kama kula, kuingia ndani ya nyumba yake, isipokuwa kwa idhni ya mume wake. na hii haijamaanisha kuwa akija dada yake mume kwa mfano, halo mume wangu wasemaje, dada yako anakuja muingize. haijamaanisha hivyo. kuna watu ambao urfan haina tatizo lolote kuingia katika nyumba yake, wala wajua mumewe hawezi kukasirika na hilo. ametembelewa na mamake, ametembelewa na baba yake, amekuja dada yake mke, mama yake, baba yake kumtembelea. Hili ni jambo katika urfu, hawezi kukasirika yule mume kwa kitu kama hicho. lakini hapa ya kusudiwa yule ambaye ukitizama waona pengine labda aweza akawa hayuko radhi katika hili, kwa kabla hajaja wamtaka idhni. akikataa basi mzuie, mwenye nyumba amekataa uingie. na waweza kumzuia kwa kutofungua ule mlango, kagota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaenda zake. na pia mtu usikasirike. wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum, mkiambiwa mrudi, rudini. kufanya kitendo hicho ni kutakaswa zaidi hawa watu wanaokubali amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. lakini hebu jaribu leo mtu aje agote kwako, bwana nenda bwana kidogo niko mashughuli, bila kumfungulia mlango. itatangazwa mtaa mzima, amma dharau yule hata kunfungulia mlango. wallahi mtaa mzima utatangazwa. ama amegota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, aona hajibiwi, halo vipi wewe bwana, niko hapa nje. ushagota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. sikuwa hana simu yule mtu aliyeko ndani, pengine labda kuna sababu imemfanya yeye asiweze kutoka, isipokuwa ikiwa muna ahadi, yeye akuhitajia wewe, akwambia njoo nyumbani kwangu nina mazungumzo na wewe. Kifika umegota ya kwanza, ya pili, ya tatu, pengine labda ameingia kujisaidia ama jambo kadha, hapa yaeleweka, waweza kumwambia bwana ninafika, niko hapa, sababu ya kuhitajia, amekuita. lakini wenda tu kwa mtu wagota mlango ya kwanza, ya pili, ya tatu, hukujibiwa, wenyewe mko. na kuna wengine upiga na kelele sana, hodi mpaka ndani, ndio ashaingia. eti hodi mpaka ndani, msemo mmoja wasema hivyo, hodi mpaka ndani ndio ashaingia. basi
ashajipa ruhusa, ashaingia ndani kinyume na sheria. Na hii hukumu pia ingia katika simu. Sasa mwana mtu bwana 10 miss calls, kunani miss call 10 apiga tu, basi ushapiga mara 3 uone ujibiwi, basi kuna kujibiwa na kutojibiwa, wala hakuna ubaya. Usimwambie na nilikupigia alafu kurejesha simu na madhara wewe. Ni haki yake. Hizi balaa gani? Lakini hizi watu hawana adabu kabisa, wala hawafahamu adabu za kisheria. Lakini mtu utamwona lawama tu, ana ruhusa yeye kama vile ukimgotea mlango wa kwanza, unapiga pili, ya tatu hakukujibu, wenda zako. Alistidhanu 3, fa in udhina laka wa illa farji', bas khalas. Hakunifungulia mlango, pengine ana udhuru, pengine hawako kabisa wenyewe. Almuhim, mwanamke asimuingize yeyote katika nyumba ya mumewe ambaye ajua kuwa mumewe hana raha, isipokuwa kuomba idhni katika hilo, mpaka amuombe idhni mume wake. Amekuja fulani hapa, waniruhusu bwana aingie. Amekuja rafiki yangu fulani, waniruhusu aingie ndani ya nyumba. Na lau kama wanawake watafanya hili jambo, watazidi kuongeza mapenzi ya waume zao kwao. Lakini wengine maskini huona kufanya kitendo kama hiki ni kama kudhalilishwa, na si kweli. Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale ni kwake. wama anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi, na hii ikiwa ni katika mali yake, akatoa chochote kile katika mali ya yule mume bila amri yake. Pengine inaweza kuwa ni kitu kidogo, yule mke akaona nikitoa shilingi 100 itapunguza nini katika mali yake, kitu kidogo tu, ankuja maskini anaomba, nampa. Fa innahu yuadda ilayhi shatruhu, tena bila ya nia atalipwa nusu ya ile ajri. Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa yule mume nusu ya ajri ya ile sadaqa iliyotolewa kwa mfano bila ya kumjulisha. Na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waume. 9, la tas'alu zawjaha at-talaq min ghairi sababin yulji'uha ilayhi. Katika sifa za wanawake wema, hawawaombi waume zao talaka bila ya sababu inayompelekea kufanya hivyo. Kosa kubwa sana ambalo baadhi ya wanawake ulifanya, jambo dogo tu likitokea baina yeye na mume wake, nipe talaka, mimi nataka kwenda kwetu, kidogo tu nataka talaka yangu. Kila wakikosana basi ndio wimbo. Kuna baadhi ya wanawake wako namna hiyo, hakuna sababu yoyote ya kisheria. Na kuna jambo moja ambalo mara nyingi utaona wanawake wakiomba talaka, akisikia mumewe ameoa mke wa pili, ama wa wawili na wa watatu, ama wa watatu kaoa wanne, mimi nataka uniwache. Siwezi mimi, haya ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala imeruhusu, nataka talaka yangu. Asikiza basi, wewe unasema hivyo, sikiliza waambiwa nini na Mtume sallallahu alayhi wasallam. فعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس، mwanamke yeyote atakayemtaka na kumuomba mumewe talaka bila ya sababu yoyote ya msingi, hakuna sababu ya kisheria, basi tu ataka talaka, kiangaliwa si sababu ya kisheria, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu kwake yeye harufu ya pepo.
na pepo harufu yake hufika mbali, umbali wa miaka, masirat kadha wa kadha. Mtume sallallahu utaja mara nyingi katika hadithi nyingi. Kwa hiyo ikiwa harufu ya pepo mtu huihisi umbali wa miaka, wacha umbali wa masafa, wa miaka, lakini mwanamke huyu hataihisi harufu ya pepo. Kwa ewe mwanamke ambao ulimi wako umezoea kuzungumza hili neno, nipe talaka yangu, nataka kuatwa mimi, wengine ndio waona kufanya hivyo basi nikumtishia yule mume. Kuna siri atakamfahamu akina mama, pamoja na kuwa maona wanaume hawana subra. Wallahi Allah ameomba wanaume wana subra sana, na ndio maana talaka ikiwekwa katika mikono yao. Lau kama ingeliwekwa katika mikono ya mke, ungeatwa mara 10 kila siku, kosea kidogo tu wa watu. Lakini ikiwekwa katika mkono wa mume, ukamwona asubiria, afikiria kuwa kuna watoto na lea, afikiria huyu mwanamke maskini nikimwata atapata tabu huyo, mimi najua, afikiria mbali yani, ukamwona asubiri. Lakini hufikia wakati ule mume akafika mahali akasema tosha. Akifika pale mahali akasema tosha, basi utajuta kwa nini wewe ulisema nataka talaka yangu. Atakupa, kisha uangalie kule utakwenda. Kuna wengine tena ukupa na maneno mabaya. Kuna mmoja amwambia mkewe nataka talaka, amwambia tukua 100 ganyiza na majirani, si 3. Sheria sema 3, na katika kikao kimoja ni 1 tu yato. Lakini akakupa na maneno kama hayo, yazidi kukuudhi. Hata hiyo chukua 100 hizi nakupa, kisha ukitoka nje zitoe na sadaka. Wewe nani ambaye yakutaka kae nawe kila saa nyimbo nitalaka, niwache. Wajua haya maneno unayoyadai, harufu ya pepo huipati. Hakuna sababu ya kukufanya wewe uwe ni mwenye kuomba jambo kama hili. Si jambo dogo. Wewe wakata uhusiano na kuna watoto pengine chini yenu. Yaani mwanamke waweza kumuona, si wote, lakini hafikirii hata mbele ya pua yake. Ana watoto 4 5 ambao waishi vizuri na baba yao, yani akali shay hufikirii maslahi ya wale watoto. Hakuna sababu kubwa pale, huyu hivi, huyu. Ukisikiza sababu, si sababu za maana za kumfanya mtu aombe talaka, lakini ukamwona aiomba talaka. Na leo mambo ya ajabu wallahi, vijana huoa tu hawafikirii, alafu huchukulia yale maisha ya ndoa ni kama maisha yale yao yale ya boyfriend girlfriend. Haipiti mwezi yani yule mke huyo na mume huyo nini, watu wankosana kidogo, yule tena watoto hawana subra, niwache mara huyo ashatoka kimbia kwa kwani nini bwana, kwenda tafuta mwingine. Mimi wanazungumza maneno kama. Na nyinyi akina baba wanaokuja kwenu kutaka watoto wenu, watizameni vizuri. Kuna watu dhawaqun, aonda hapa, akichoka aonda pale, akichoka wataonda pale, akichoka aonda kule, hata akawa nani pia, hata akawa nani. Ukamwona msikitini akiswali atikisa kitwa yetu hivi, ana khushuu kweli kweli. Kuswali lazima kwa waislamu wote, lakini jiangalie pia upande wa pili wa muamala wako na watu. Yule ni binti wa mtu, amiliana naye kama unavyotaka binti yako wewe watu waamiliane naye atakapoolewa. Kwa weka hiyo mizani. Ikiwa una mtoto wa kike, basi jiweke katika mizani hiyo. Kama vile nataka mimi mtoto wangu wa kike mumewe aamiliane naye, na hivyo hivyo ni aamiliane na mtoto watu wa kike vile vile. Muamala mzuri kabisa, jambo muhimu sana hili. Mtu asifanye mzaha katika jambo la ndoa akawa atajichukulia sahali. Wallahi kuna watu pengine anaishi mpaka sasa miaka michache tu, huyo ashaoa zaidi ya wanawake 10. Twawajua
na akienda mahali sijui vipi jamaa wachunguza una raha kuja wewe waangalia mifuko ya watu ama waangalia mtu ana sifa fulani ustaa bwana huyo sio mtoto wako wa kike akiti miezi 2-3 umerejeshwa nyumbani sababu ni huyo mume kwa hili pia upande huu uliangaliwe sikusema tu watoto wa kike kazi yao kuomba talaka tu hatusemi hivyo peke yake hata upande huu wa vijana pia kuna matatizo haswa kijana ambaye hakuisoma dini yake siku hizi vijana mashaallah na kila mmoja atoa yake atakajulikane zaidi mpaka kwenye maholi nasikia huimba mke wangu kisha akitoka pale korofi kweli hapo mwezi toshatana tafuta mwingine si ndio walivyofundishwa hivi wao wafikiria kule nje kama huko ndani kumoto huko kaona rembo huko nje huko una majukumu yote kazi kufuata mabinti za watu kisha ukishaingia kwenye ndoo ushaingia sasa mbona sivyo ujue uenda wapi na uchunge heshima za watu chunga sana wallahu almusta'an kumalizia tarku al-la'n katika sifa za wanawake wema ni kuacha kulani kuwapiza فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja imma katika Eid al-Adha ama Eid al-Fitr alitoka famarra ala an-nisa katika musalla wa Eid akapita upande wa kina mama faqala akawaambia ya ma'shara an-nisa tasaddaqna yani enyi wanawake toweni sadaka kwa wingi fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar mimi nimewaona nyinyi ni wengi sana ndani ya moto wa jahannam wakazi wengi wa moto wa jahannam ni wanawake faqulna wanawake wa kisahaba walikuwa na akili kwa nini tuwe sisi ni wengi katika moto wa jahannam wabima ya rasulullah sababu gani ili tujiepushe na sababu hizo qala tukthirna al-la'na nyinyi mwakithirisha sana kulani baadhi ya wanawake ulimi wake hueshi kulani mtoto akikosea jambo dogo tu mwana wa laana wewe ikiwa sio laana basi atatukana na babake ambaye hayuko atapata na wengine hutoa maneno mengi machafu sallallahu alaihi wasallam chunga mwanamke ni moja katika sababu za kuingia motoni kukithirisha kulani alani tuwe na pengine ule mtoto utoe neno la laana iwe ni sababu ya yeye kuangamia wewe ndio sababu mwana wa laana wewe akapatwa na laana kweli akafukuzwa katika rehema za Allah na ndio muone watoto wengine mitaani hawasikii kweli hivi jitoto levi sijui kila aina ya balaa nazo kumbe ilikuwa siku moja amemuudhi mamake akamwambia mwana laana wewe ulaaniwe wewe ama ukamwona mwana wa gari kukugonga usirudi tena hapa kisha mwanao aletwa maiti wewe nini wewe si wewe ulilani wewe si ndio ulimwapiza wewe ndani ya nyumba alipokuwa yatoka basi akagongwa na gari ukaletewa maiti hapa si asirudi tena harudi tena usijali atafungwa ataenda kuzikwa kwisha wangapi katika wazazi wamewapoteza watoto wao kwa maneno kama haya na zaidi ili jambo liko kwa kina mama tuchungeni sana ndimi zetu kitu kidogo tuwe walani kitu kidogo wapiza waqulu linnasi husna waambieni watu maneno mazuri wewe waonaje wapungukiwa na nini mama mtoto wako akikosea umwambie Allah yahdik
Allah yahdik. Kila akikwambia akikuudhi, Allah yahdik, Allah kuongoze mwanangu, kisha Allah amuongoze, si faida utapata bado. Lakini wewe Mungu akulani wewe, mwana walana wewe, mwana walana wewe. Wajua maana mtu alolaaniwa? Wajua alolaaniwa? Ngoja utamuona. Ukishampoteza yule mtoto, kisha anza kulia, anza kupiga kelele. Na wengi katika wale vijana waliopotea, chunguzeni vizuri wazazi, isije kaa pale katikati ulimlani yule mtoto ukampoteza. Na ukimpoteza si duniani tu, umempoteza fi dunya wal akhirah. Ikiwa mtu amelaaniwa hapa duniani, kesho ana nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hana chochote. Tuwaombeeni watoto wetu, hata kama hasikii vipi yule mtoto, dua yako wewe mzazi yakubaliwa. Muombee Allah hidayah, Allah amuongoze. Muombee, usichoke. Mmemuombea sana bwana, huwezi kujua siku moja tu akaamka ghafla akabadilika akawa mtu. Wangapi walikuwa watu waovu, kwa dua ya mzazi ikawa ni sababu ya kuongoka. Mpaka mtu akimtazama, huyu ndo fulani, ndo yule, lakini Allah ametakabal dua ya mzazi wake akamuongoza. Huwezi kujua. Kwa usichoke wewe mzazi kumuombea Mungu yule mtoto. Ama kitu kidogo kifanya mwana laana wewe, ili jambo mwanzo ni sababu ya kuingia motoni, na pili ndiyo sababu ya kumpoteza yule mtoto, usimpate tena, upate hasara ya dunia na akhira, wal iyad billah. Watakfurna al-ashir, na hamshukuru waume zenu nyinyi kwa ule wema wanaowafanyia. Yani wingi wao hawashukuru ule wema, mpaka Mtume sallallahu akabainisha hili na kusema, lau ahsanta ila ihdahunna dahran kamila au ad-dahra kullahu, ukamfanyia mmoja wao mwaka mzima ama umri, ukamfanyia wema. Mkewe wamfanyia kila wema, mume wangu wewe mashallah, shukran, mzuri wewe. Siku moja tu ukakosea, siku moja tu ukakosea, qalat ma raaitu fika khairan qattu, mimi sijaona khairi kwa mume wewe. Balaa tu, mume balaa mwanzo mpaka mwisho, na alifanywa wema huo umri wote, siku moja tu akikosea haonekani ana khairi. Ikiwa wewe ni katika hao, ujijue waingia katika nini? Wanawake ambao sifa za watu wa motoni, wal billah. Chunga bwana, mume amejitolea umri wake, nguvu zake, wakati wake, ahangaika kwa ajili yako wewe na watoto ndani ya nyumba, kisha hoja kumwambia sijaona khairi kwako hata siku moja. Si haki. Ikiwa uko katika wanawake wa aina hiyo, badilika. Sifa ya mwanamke mwema halani, na ni mwingi wa kumshukuru mumewe kwa ile khairi anayomfanyia. Hata akimkosea siku moja, ni binadamu, aweza kukosea, lakini Allah asema wala tansawul fadla bainakum, msisahau ile fadla baina yenu, la mume wala mke. Mtu asisahau fadla ya mwenzake. Kumbuka zile fadla alizonazo yule mke, kama vile mke atakana akumbuke fadla nyingi ambazo anazo yule mume juu yake. Endelea tu, sijaona khairi yoyote kwako, sijaona khairi yoyote kwako. Mwisho ile khairi ile sasa, kwa kuwa hushukuru wewe, ile neema uje uikose. Sasa ndo waje kusikia, basi yule mama alikuwa akipika viazi vya karai akipata tabu, yule mama alikuwa akipika chipsi. Sasa tabu yote ya nini? Pengine si ati hana uwezo, ni kuwa aliipoteza ile neema ambayo Allah alimpa. Pengine alikuwa yuishi katika raha na yule mume ana uwezo, yomsimamia kila kitu, kisha akajitia kwenye tabu. Na hii haijamaanisha kuwa eti mwanamke akiwa yopika viazi vya karai ama pika chipsi ni muovu. Sisi tuzungumza yule ambaye alikuwa kwenye neema, yuko kwenye neema, kila anachokihitaji akipata, lakini akaikufuru ile neema Allah aliyompa. Ndio utamuona apata tabu katika maisha yake kwa kukufuru na kutoshukuru mume. Mume ana fadhila juu yako, shukuru. Na ni neema Allah amekupa wewe mwanamke, uwe ni mwenye kuishukuru neema kama ile.
usiwe kama yule mwanamke wa kikhawarij kama sikosea ni Ghazala ama nani akaolewa na mumewe na sura mbovu niwe kueleza kisa yule mke akasema kumwambia mumewe taarif ana wa anta sanadkhulu aljanna mimi na wewe tutaingia peponi akamwambia vipi akasema kwa sababu wewe watakana ushukuru umpata mwanamke mzuri kama mimi kama vile mimi natakana nisubiri kwa sababu napata mwanamke mbovu kama wewe kwa hivyo mimi nitaingia peponi kwa subra na wewe utaingia peponi kwa shukrani kushukuru wewe shukuru kumpata mke mzuri fanya shukrani hivyo basi inshallah utaingia peponi na mimi nafanya subra kwa sababu sura yako mbovu sana nafanya subra natarajia nitaingia peponi kwa subra yangu usio wa aina hiyo si tabia nzuri Allahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك